kwa moyo wa dhati kabisa tunayo heshima kubwa kuleta salamu za pongezi, pia kuleta salamu za kushukuru sana kwa moyo mweupe kwa kipenzi chetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulikuwa na changamoto nyingi kama wafanyakazi kwa kipindi cha nyuma, lakini mama yetu mpendwa wetu kwa namna moja au nyingine, kwa asilimia kubwa sana, unaweza kuona hata risala yetu leo haitakuwa na malalamiko mengi. Kwa hiyo tunaomba utufikishie salamu zetu wafanyakazi wa mkoa wa Songwe. Tumeridhika, tumetosheka kwa asilimia kubwa. Mama yetu amefanya mambo mengi. Tunajua matatizo hayaishi, lakini tunashukuru sana kwa hilo. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu ni uchaguzi mkuu 2025, utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki ya maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Ndugu mgeni rasmi, wafanyakazi mkoa wa Songwe tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa anazofanya kutatua changamoto za wafanyakazi katika taifa letu pendwa, hususan swala la upandishwaji madaraja, kuendelea kutoa ajira kwa kada mbalimbali, jambo ambalo linasaidia kupunguza mapungufu ya nguvu kazi katika maeneo ya kazi. Ndugu mgeni rasmi, wafanyakazi wa mkoa wa Songwe tunaipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kujenga miundombinu mbalimbali ambayo inatuwezesha wafanyakazi kufanya kazi zetu katika mazingira bora ambayo yanachochea ufanisi katika kazi na kuliletea taifa maendeleo kwa wananchi ambao tumepewa jukumu la kuwahudumia. Ndugu mgeni rasmi, wafanyakazi bado tunaendelea kuiomba serikali na waajiri wote kutupatia haki zetu tunazostahili, kwani bado ni kilio kikubwa kwetu, hususan pale tunapotimiza wajibu wetu. Ni vema stahili zetu zikazingatiwa. Maeneo ambayo tunaomba kusikilizwa na kuzingatiwa kwa kupatiwa ufumbuzi: madeni mbalimbali ya haki za msingi ya wafanyakazi. Ndugu mgeni rasmi, suala la madeni mbalimbali ya wafanyakazi, pamoja na kwamba serikali imeendelea kulipa madeni yake, bado wafanyakazi wengi wana madai ya muda mrefu. Pamoja na uhakiki wa madeni hayo kukamilika, bado kasi ya ulipaji ni ndogo. Tunaiomba serikali na waajiri kulipa madeni hayo na kuzingatia kuto kuzalisha madeni mapya. Upandaji wa madaraja. Tatizo la wafanyakazi kutopandishwa madaraja pindi wanapohitimu masomo ya ngazi ya juu, hususan kuanzia shahada ya kwanza, wanalazimika kutumikia muundo kwanza ndipo wapandishwe madaraja. Tunaiomba serikali iangalie upya changamoto hii ili kuwapa moyo wafanyakazi waendelee kuongeza ujuzi katika taaluma zao. Marekebisho ya mishahara. Hapa kuna tatizo kubwa. Watumishi wengi pamoja na kujiendeleza na kubadilishiwa madaraja, lakini bado suala la mabadiliko ya mishahara imekuwa ni tatizo kubwa kwetu. Ongezeko la mishahara. Ndugu mgeni rasmi, tunaiomba serikali na waajiri kuangalia wafanyakazi kwa jicho la huruma kwa kuongeza mishahara kwa wafanyakazi, kwani ni muda mrefu sasa, pamoja na gharama za maisha kupanda mwaka hadi mwaka, lakini pato la wafanyakazi bado ni la kiwango ambacho hakiridhishi mahitaji. Lakini tumekuwa na changamoto kubwa kufuatana na isari, Mheshimiwa mgeni rasmi. Changamoto mojawapo ambayo inatutesa sana hususan mkoa wa Songwe ni zile changamoto zinazohusu waajiri wetu, ambazo zingine Mheshimiwa Rais amezitolea ufumbuzi, lakini bado ni kandamizi. Nazo ni pamoja na hizo ambazo zimesoma kwenye risala: uhamisho wa bila malipo, kutolipwa likizo hata kama ni haki ya mtumishi, kutolipwa haki za masomo hata kama mtumishi amepangwa kwenye bajeti kwa kisingizio tu kwamba watumishi au halmashauri haina fedha. Nikuombe mgeni rasmi, utakaokuwa unajibu hiyo risala utoe maelekezo kwa ajili ya waajiri mbalimbali hususan mkoa wa Songwe kwa ajili ya kuheshimu wafanyakazi, kwa sababu ndio wanaleta tija
katika mstakabali mzima wa maendeleo ya mkoa wetu na taifa zima kwa ujumla. Niwashukuru sana nyinyi wote mliopo hapa, wafanyakazi wote mliopo hapa, kwa sababu Waswahili wanasema shughuli ni watu na watu wenyewe ndio nyinyi. Kama msingekuja, manake shughuli yetu ingekuwa haina maana. Lakini kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi kwa maana TUCTA mkoa wa Songwe kwa maandalizi ya siku hii. Maandalizi ni mazuri sana. Pia niwapongeze wafanyakazi wote kwa kuadhimisha siku hii ya Mei Mosi 2025 katika mkoa wetu wa Songwe. Kipekee nichukue fursa hii niwapongeze wafanyakazi hodari wote ambao mnajiandaa kutunukiwa tuzo ya mfanyakazi hodari. Hii inaonyesha waajiri wamewathamini kile mnachokifanya katika kazi zenu za kila siku. Tuzo hizo hazikuja hivi hivi, bali kwa kutambua na kutekeleza wajibu wenu kazini, kujituma na kufanya kazi kwa uadilifu. Hongereni sana ndugu wafanyakazi. Tuzo hizo ziwe chachu kwenu kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi ili kuwepo na tija katika kazi zenu. Kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuwa wafanyakazi hodari, ni wakati sasa wa kujitathmini na iwe kichocheo kwao kuongeza juhudi na hatimaye mwaka ujao nao wapate tuzo hiyo ya kuwa hodari kazini. Pia kwa niaba ya serikali napokea shukrani za pongezi zenu za dhati kuhusu maboresho mbalimbali yanayofanywa kwa wafanyakazi na maeneo yao ya kazi. Serikali ipo kusimamia haki za wananchi wake pamoja na wafanyakazi. Ndugu wafanyakazi, niungane na nyie kuendelea kuhamasisha jamii ya mkoa wa Songwe kutekeleza kauli mbiu ya Mei Mosi ya mwaka huu 2025 inayosema uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa hatima ya haki za wafanyakazi ipo mikononi mwetu sote. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, tunapaswa kutumia haki yenu ya kidemokrasia kwa busara. Tuwachague viongozi wanaotambua thamani ya jasho la mfanyakazi, viongozi wanaosimamia ujira stahiki, mazingira salama ya kazi na mafao yenye haki. Katika hatua hii, nyinyi ni mashahidi, serikali yenu imeendelea kuwa sikivu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada kubwa zinazofanywa na serikali kuhakikisha utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazohusiana na utekelezaji wa majukumu ya wafanyakazi katika taifa letu. Wafanyakazi wenzangu, serikali imesimamia na kuhakikisha suala la upandishaji madaraja kwa wafanyakazi, kila anayestahili anapata stahiki yake kulingana na taratibu za kazi. Serikali imeendelea kutoa ajira kwa kada mbalimbali, jambo ambalo litaendelea kufanyika ili kukidhi mahitaji ya huduma ambazo wananchi wanahitaji toka kwa wataalamu na watendaji katika maeneo ya kazi. Niseme tu bila haya, wakati ukifika watumishi tumheshimishe Mheshimiwa Rais kutokana na kazi kubwa anazofanya kwa watumishi na jamii kwa ujumla. Ndugu wafanyakazi, katika risala yenu mmeelezea mambo mbalimbali hususani yanayohusu hali na haki zenu wafanyakazi katika kutekeleza majukumu yenu ya kila siku. Taifa letu linapitia mchakato wa kuweka mifumo iliyo sahihi, hatua ambayo sasa imefungua milango ya kushughulikia kero na matatizo yote yanayowakabili wafanyakazi, ambayo ni adhima ya serikali kuboresha maisha ya wafanyakazi. Madai au madeni ya wafanyakazi kwa serikali. Serikali ipo tayari kulipa madeni yote ambayo yamehakikiwa na kujiridhisha uhalali wake. Serikali imeanza kulipa kwa awamu na kwa kupitia bajeti ya mwaka 2025-2026 imetenga bajeti ya kulipa madai hayo. Niwatakie waajiri wote kutozalisha madeni mapya ili kuiondolea serikali madeni ambayo yanazalishwa pasipo sababu za msingi. Shughuli zote zitakazofanyika, iwe uhamisho,
iwe likizo za wafanyakazi, ni vema zikaainishwa katika bajeti za mwaka husika kwa kujua idadi na gharama husika. Madai ya upandaji wa madaraja na marekebisho ya mishahara. Serikali kwa sasa imetolea utaratibu na upandishaji madaraja, na wanaostahili kupanda watapandishwa katika madaraja husika. Nizitake halmashauri zote za mkoa wa Songwe kupitia maafisa utumishi kufanya kazi zao vyema. Pale ambapo mfanyakazi amepanda daraja, ni wajibu wao kuhakikisha wanafanya mabadiliko ya mishahara kwa haraka ili kuiondolea serikali madeni, kwani hawana sababu za msingi za kutekeleza hilo. Wafanyakazi wenzangu, mmezungumzia pia mazingira ya kazi, upungufu wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi. Serikali imeendelea kutenga bajeti na kushirikisha nguvu za wananchi katika ujenzi wa madarasa, nyumba za watumishi. Pia imeendelea kutoa ajira kwa kadri inavyokuwa na uwezo wa kuajiri kulingana na kada zenye upungufu mkubwa. Hivyo ni ahadi ya serikali kuendelea kutoa ajira katika maeneo yenu. Utekelezaji wa maagizo ya serikali. Nitumie wasaa huu kuzitaka mamlaka zote kutokufanya tofauti na maelekezo yanayotolewa na viongozi wakuu pindi wanapoelekezwa kutekeleza kwa kufuata misingi ya haki na sheria. Niwaombe kuzingatia miongozo na taratibu za kazi na si kusimamia matakwa binafsi. Sheria na taratibu zifuatwe, na sisi viongozi wenu tupo kulisimamia hilo. Hatutawavumilia waajiri wote wanaokaidi kutekeleza maagizo ya viongozi wakuu, hasa yanayogusa maslahi ya watumishi. Ndugu washiriki, mabaraza ya wafanyakazi yapo kwa mujibu wa sheria za nchi, hivyo ni vyema waajiri wote wakazingatia kutii sheria za nchi. Kwa mkoa wa Songwe, naagiza waajiri, mamlaka na idara zote kutekeleza matakwa ya kisheria, hususani ushirikishwaji wa wafanyakazi ni lazima katika maeneo ya kazi. Serikali katika kupambana na vitendo vya rushwa inahitaji ushirikiano kwa wananchi wote, hasa wafanyakazi ambao baadhi yao wanahusishwa na vitendo hivyo katika mkoa wetu. Hatutaruhusu kuwa na wafanyakazi wanaoshiriki vitendo vya rushwa. Ni adhima ya uongozi na wananchi kuwa na mkoa ulio na uadilifu kwenye kutekeleza majukumu. Mwisho, niwatakie kila laheri katika kusherehekea siku yenu hii muhimu kwa kutafakari na kujitathmini katika kazi zenu za kila siku ili kuongeza tija na kuliletea taifa letu maendeleo tunayo ya kusudia. Mshikamano daima.